lakini hatuwezi kuifanya hii kazi kama hatujageuzwa kwanza. Na kinachotugeuza sisi ni Roho wa Mungu, ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu Nabii Samueli ambaye alitumika katika nafasi tatu. Alitumika kama nabii, alitumika kama kuhani, akatumika kama mwamuzi. Alimwambia mfalme wa kwanza huyu Sauli, akamwambia Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kumpendeza Muumba wa mbingu na nchi, hatuwezi kumpendeza Mungu kama hatutaijua hii siri ya kugeuzwa na Mungu kwa Roho wake Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatufundisha kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura 10. Biblia inasema ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na kwa mikono ya adui zao, na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Biblia inasema hii itakuwa ni ishara ya kuwa Bwana amekutia mafuta. Nabii wa Bwana Samueli alimiminia mafuta mtumishi wa Mungu Sauli, akasema hii ndio itakayokuwa ni ishara kwa Mungu amekutia mafuta ili wewe uwe mkuu juu ya urithi wa Mungu ambao ulikuwa ni Bwana wa Israeli, asimame kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika nafasi hii ya utumishi ambao Mungu ametupa ili tuweze kumpendeza na kutenda mapenzi ya Bwana, kama Biblia inavyosema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Biblia inasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kufanya yote ambayo Mungu anakuagiza. Biblia inasema ndipo baraka zote zitakapokujiria, katika baraka za kiroho, katika baraka za kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kwenye kitabu cha Yohana ile sura 4 mstari wa 24, Biblia inasema Mungu ni roho, waabuduo inawapasa waabudu katika roho na kweli. Hatuwezi tukakaa mahali hapa tukampendeza Mungu, tukamtumikia Mungu kama hatutaijua siri ya kuwa rohoni kwa kujazwa Roho Mtakatifu. Huyu Sauli alimiminiwa mafuta na mtumishi wa Mungu Samueli, akasema hii itakuwa ni ishara kwa Mungu amekutia mafuta. Kwa kifupi ni kwamba Sauli alikuwa na uhakika kwa sababu aliona Samueli akimumiminia mafuta. Lakini sisi leo tunaliamini neno la Mungu, tunakiri kwamba Mungu alimfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu na kukaa katika maneno yetu na kwa kutenda kwetu. Lakini pia tunakuwa ni watu waombaji ili Mungu aweze kujidhihirisha kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2, Matendo ya Mitume ile sura ya 2, Matendo ya Mitume ile sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza. Nasoma: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Amen. Yesu alisema nitalijenga kanisa ambalo milango ya kuzimu haitalishinda. Tunajifunza jinsi ambavyo hawa
wanafunzi wa Yesu Kristo waliokaa na Yesu Kristo muda wa zaidi ya miaka 3, Biblia inatufundisha kwamba walijazwa Roho Mtakatifu. Baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kuhubiri wote 11, wakaanza kuhubiri Injili kwa sababu walikuwa wamejaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayeleta uamsho kwa maisha ya Mkristo ili kuyatenda mapenzi ambayo Mungu anapendezwa nayo, kwa sababu Mungu ni Roho. Biblia inatufundisha kwamba ilikuwa ni siku ya Pentekosti, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekaa kwenye huu wokovu, tunakaa tunamtazamia Bwana ni siku zote. Ni wokovu ambao sio kitu feki kwamba kinachuja. Lazima tuhakikishe kwamba tunasimama imara katika kukulia wokovu, lakini katika kulitumikia shauri la Bwana kama mwito mkuu ambao Bwana Yesu ametuitia wa kuwaleta, tukiwafanya wengine walio mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, tukiwafundisha na kuyashika yote ambayo tunajifunza katika neno hili, kwamba Mungu ametaka sisi tuyafanye, kwa maana sisi ni vyombo viteule vya Bwana, tukubali kutumiwa na Mungu. Yesu alipokuja alitumia mwanapunda, akapanda punda ili aweze kufikisha habari njema ya ufalme wa Mungu katika kizazi hiki. Na siku ya leo Yesu anatamani anitumie mimi, anatamani akutumie wewe baba, wewe mkaka na kila mwenye uhai, kwa maana Biblia inasema Mungu ni Mungu wa walio hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapenda kwamba atutumie ili tusimame kwenye nafasi za utumishi. Mungu anapenda kwamba atutumie ili ajidhihirishe katika kipindi hiki. Kwenye kitabu cha Matendo Biblia inasema Mungu alimtumia mtumishi wa Mungu Paulo kutenda miujiza ya kupita kawaida. Watu wana shida ya wokovu. Bwana atarudi. Lazima tuhakikishe kwamba watu wako nuruni, watu wanaingia wokovuni. Wenye mamlaka, wenye nguvu ni sisi tulio wokovuni, kwa sababu wale ambao hawajaokoka hawawezi wakamuomba Mungu, hawawezi wakasababisha wokovu kwa wale ambao bado hawajapata neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ndio tulio mawakili wa siri za ufalme wa Mungu. Sisi ndio ambao Bwana anatutumia. Biblia inasema ni mizuri kama nini miguu ya habari ya wanaohubiri habari ya mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema wema wa Mungu hautapita. Sasa ili siku zote watu wa Mungu ambao Mungu alimwambia Yeremia, akasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna jambo ukani gumu mimi nisiyoliweza? Ili watu wa Mungu wazidi kumwona Mungu, wazidi kuyashuhudia yaliyo mema, wazidi kuona wema wa Mungu siku zote, lazima sisi tusimame kwenye nafasi zetu kama Wakristo, kama watumishi wa Bwana, kama mawakili wa siri za Bwana, kwamba Yesu aliondoka na sasa ile kazi aliyokuwa akifanya ya kuhubiri habari njema tunaifanya sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisema mkiomba lolote kwa jina langu mtatendewa, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko mahali hapa, tumekaa kwenye wokovu, hatuondoki kesho au baada ya miezi miwili, ni maisha yetu ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya wokovu, ukiokoka unakuwa nao, hata ukiondoka katika ulimwengu huu unakuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu ambacho Bwana Yesu alikifananisha na shamba ambalo mna lulu, akasema mtu akiliona atauza vitu vyote alivyonavyo ili alipate hilo shamba. Lazima tuwe watu wa kujali wokovu. Mwandishi wa Waebrania akasema tutapataje kupona tusipojali wokovu? Wokovu ni kitu cha thamani. Wokovu ndio uhakika wa maisha. Wokovu ndio uzima wetu. Wokovu ndio uponyaji wetu. Wokovu ndio mlimo na mashauri yetu. Mataifa wakishangaa kwamba hawa watu hekima hii wanaitoa kwa namna gani, wanaitoa wapi? Kumbe ipo imefichika kwenye neno la Mungu, neno lilo hai, neno lenye
lenye nguvu, neno linalohuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno kwetu sisi ni Mungu. Neno ni mwanga wa njia zetu, ili tusiende kwenye njia za upotevu, njia ambazo ni machukizo kwa Bwana. Mungu anatupenda, Mungu anatuwazia mema. Alimwambia Yeremia, na yajua mawazo ninayowazia. Mungu anatuwazia mema, mema ya wokovu, mema ya utumishi. Alipokuwa anakwenda kuchoma Sodoma na Gomora, kule kulikuwa na mtakatifu wake mmoja aliyekuwa anaitwa Rutu. Akamwokoa Rutu pamoja na wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe pamoja na hatari zote ambazo watu wanaweza wakaziona na wakatoa tahadhari kama wanadamu, leo hii Bwana, watu wanajua hata mambo ambayo bado hayajafika kwa sababu ya elimu na teknolojia kukua sana. Lakini pamoja na hayo yote, Mkristo ana uwezo wa kusimama kwamba Mungu ana uwezo wa kuokoa, Mungu ana uwezo wa kuponya, Mungu ana uwezo wa kuhuisha, Mungu ana uwezo wa kumjaza mtu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio hitaji la kanisa. Kanisa la leo, sijajua kama tumekaa kwenye mapoza, ndio watu wenye shuhuda za hofu, shuhuda za hofu, shuhuda za mashaka, shuhuda ambazo hawana uhakika. Na Biblia inasema imani ni kuwa na hakika na mambo yanayotarajiwa. Tunamtarajia Bwana kwenye maisha, tunamtarajia Bwana katika njia zetu, tunamtarajia Bwana katika kila tunalolifanya. Kwenye kitabu kile cha Wakolosai sura 3 mstari wa 17, Biblia inasema kila mnaolifanya na kulitenda, lifanyeni kwa jina la Bwana Yesu. Lazima tuhakikishe kwamba tunakaa wokovuni kama mtumishi wa Mungu Nuhu, jinsi ambavyo aliokoka. Akakaa wokovuni, ikawa wokovu kwa mke wake, ikawa wokovu kwa watoto wake, ikawa wokovu kwa wanyama. Yamkini ndio hata tunaoona hata siku ya leo. Alifanyika baraka. Mungu akufanye baraka katika asubuhi ya leo. Mungu akakusimamishe kama nguzo ya chuma. Haijalishi ni yepi atakao kupata, lakini ukaseme nina Mungu. Haijalishi watu watasema nini, lakini ukaseme Bwana anaweza. Wana Israeli waliona bahari ya Shamu, lakini mtumishi wa Mungu Musa, kwa sababu ya imani na uhakika mkubwa aliokuwa nao katika imani, alikwenda muomba Mungu. Mungu akamwambia, ukainyoshe fimbo juu ya bahari na kuigawanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa njia ya watu na wana wa Israeli kupita na kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuhakikishie kwamba Mungu anaweza juu ya yote. Ni sisi kumwita katika hitaji ambalo tunalo kama kanisa la kujazwa Roho Mtakatifu, ili tuwe watendaji shambani mwa Bwana, ili tuweze kumpatia Bwana mavuno, lakini tuweze kufanyika baraka na kusimama mahali ambapo Bwana alitukusudia. Lazima tuwe waombaji. Tunapoomba matokeo, tokeo kubwa, tokeo la kwanza, tokeo namba 1 ni kujaza Roho Mtakatifu. Huyo utampata hapo kabla yale ambayo watu mara nyingi wanatazamia kuyaona, ndipo waseme kwanza ana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ayubu alikuwa ni mtakatifu wa Mungu, lakini alipopita katika kupotelewa na mali, kufiwa na watoto na kuugua, watu wengine walisema Mungu amemwacha. Kuna vitu ambavyo kwa haraka watu wakiviona watasema huyu ana Mungu, huyu amefanikiwa, lakini ziko baraka za rohoni. Roho Mtakatifu ni hitaji kubwa la kanisa, kwa sababu Mungu anatutaka sisi tutumike, na hatuna uwezo wote wa kutumika nje na kujazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye hichi kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 22, Biblia inasema, enyi waume wa Israeli, sikizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa